Sisi kama Waislamu wa Mwanza na wa msikiti huu mkuu wa Mwanza tunasema kwamba tunaungana na wananchi wote wa madhehebu yote nchini Tanzania pamoja na viongozi wetu wa Waislamu wa taasisi kubwa kubwa zilizoko humu nchini. Tunawaunga mkono kwa kauli walizozitoa za kushajiisha tuwe watu wamoja, tushikamane kwa mapenzi ya udugu wa Kitanzania na amani itamalaki. Tunapinga vikali, sisi kama Waislamu tunapinga vikali hatua zozote au maneno yoyote au taasisi yoyote au chama chochote ambacho kina malengo ya kuleta vurugu katika nchi hii. Vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba 2025 zimetupa funzo, na kuna wakati tulidhania ni maskhara, lakini hayakuwa maskhara. Tumeona matokeo yake yaliyotokea. Vurugu zilizotokea zimesababisha mali kupotea, watu wamekufa, watu wamekuwa vilema, jambo ambalo si utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo basi, kwa maana hiyo, hili liwe fundisho kwa viongozi wote wa kitaifa ama kidini ama kichama ama taasisi yoyote. Hili liwe fundisho kubwa kabisa, tusijaribu tena kuleta chokochoko zozote za kuvuruga amani ya nchi. Na wale ambao wamekusha panga au wanapanga kwamba wataleta machafuko mengine katika siku zijazo, sisi kama Waislamu wa msikiti huu wa Mwanza na Waislamu wa Tanzania tunapinga kabisa kwa nguvu zetu zote swala lolote litakaloleta vurugu katika nchi hii. Kiwafahamisha wale wenye fikra na mawazo ya kujitokeza tarehe 9 Disemba ili wafikishe mawazo yao au maandamano yao, niseme kwamba hiyo sio njia sahihi. Kwanza, siku hiyo ni siku ya sherehe, ni siku kuu ya Watanzania kusherehekea uhuru wetu. Siku ya uhuru, wewe unataka kuleta vitu ambavyo vitaharibu sherehe ya uhuru. Kwa nini usitafute siku nyingine? Lakini utamaduni wa kutafuta haki, kufikisha kile ulichonacho, si huo. Hatujakuwa na utaratibu huo kwa sababu kile kilichoandaliwa kabla kimeonekana kwamba hakikuwa sawasawa. Tunazo kila sababu kwamba hata hii tarehe 9 yatakuwa yale ambayo yaliyotokea. Sasa tumekwisha jifunza, ukiumwa na nyoka hata ukamba utakushtua. Kwa hiyo tusikubali wale wanaofikiria kutaka kuleta maandamano siku ya sherehe. Siku ya sherehe ni sherehe, na watafute njia muafaka. Mheshimiwa Rais kisha sema ataandaa kongamano la maridhiano kitaifa, walete, na kongamano hili lisiwe la zimamoto, lisiwe la siku moja, wala lisiwe la mji mmoja. Hapana, kongamano hili kwa kuwa tunakwenda kutibu majeraha, tunakwenda kutibu matatizo yaliyotokea. Kongamano hili hata likiwa la siku 7, hata likiwa la siku 14, wenzetu wa Rwanda walifanya kazi kubwa katika kuleta maridhiano, hawakuyafanya kwa siku moja. Na ndugu zetu walioko Dar es Salaam, Watanzania wenzetu walioko Dar es Salaam, wasifikiri wao ni Watanzania pekee, kwamba jambo hili lifanyike Dar es Salaam basi lihesabike kwamba limefanyika kitaifa. Hapana, tunatakiwa, kwa sababu tumeumizana, tumeumia, tumepata madhara, watu wamekufa, watu wameharibiwa mali zao, ni vizuri watu wote tukashiriki. Kwa wale wenye kutaka kushiriki, tushiriki, na kanda ya Ziwa tushirikishwe katika maridhiano. Kwa hiyo tarehe 9 kujitokeza kwa kile wanachokitaka, kufikisha ujumbe wanaotaka, sio siku yake. Hiyo sio siku yake, hiyo ni siku ya sherehe. Tunataka kusherehekea uhuru wa Tanzania, wa Tanganyika, tunataka kusherehekea. Kwa hiyo tusiingiziwe kitu mbadala ya sherehe tulizokuwa tumeziandaa, kama vile kutuingizia vurugu ya kuandamana siku ya kupiga kura. Haikuwa sahihi. Kulikuwa na jambo la kitaifa, la kikatiba, la kisheria. Inakuwaje unaingiza jambo lako kuvuruga kile ambacho wengine wana haki ya kukifanya? Haki hiyo ya wewe kuwavurugia watu mambo yao ya kikatiba, wewe unapata wapi haki hiyo ya kuvuruga mambo yao?